Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا Muislamu kuhitimisha Qur'ani chini ya siku 3, hilo ni kwa sura ya kudumu na kuendelea. Litakiwalo kwa Muislamu ikiwa ni kuhitimisha Qur'ani, ahitimishe kwa uchache kwa muda wa siku 7. Hamna budi basi siku 3, lakini chini ya siku 3 hilo lapelekea kutoizingatia Qur'an, na ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam akatukataza. Lakini Al-Hafidh Ibn Rajab anasema anna Muhammadar Rasulullah hayya ala salah حي على الصلاة حي على الفلاح الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam.
na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Ndugu zangu Waislamu, chukua fikra zako uko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, siku ya hesabu. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa mujibu wa Qur'an atamuuliza kila mtu binafsi peke yake, ana kwa ana, bila ya mkalimani. Ichukue nafsi yako, umesimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na maswali mengi atakayekuuliza. Atakapokuuliza madha qaddamta lilislam, madha qaddamta lihadha ad-din, umetoa kitu gani kwa dini yako, umeifanyia dini yako kitu gani? Jaribu kutafuta majibu ambayo utampa Allah subhanahu wa ta'ala kwa swali hilo. Sasa kwa sababu hatujafika katika hiyo siku ya hisab, bado tunayo fursa katika mgongo wa ardhi, tuna uhai, basi tujiulize mapema swali hili, ili utakapoulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala uwe tayari umekwisha fanya zoezi la kujibu na unao uthibitisho kwa yale ambayo utamwambia Mwenyezi Mungu, ya Allah, mimi nimefanya 1, 2, 3, 4 katika dini yangu. Ndugu zangu Waislamu, maudhui ya khutba yetu, umeifanyia nini dini yako? Kila mmoja ajaribu kutafakari, kujiuliza kwa sehemu aliyopo, amefanyia nini dini yake. Maisha yetu yote hapa duniani yapo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu hajatuleta hapa katika mgongo wa ardhi kwa malengo mengine, ametuleta kwa malengo maalum. Kila tulichonacho ni cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema uwaambie, qul inna salati, waambie kwa hakika sala zangu na ibada zangu, wa nusuki, na ibada zangu za kuchinja, wa mahyaya, na uhai wangu wote, wa mamati, na kifo changu, lillahi rabbil alamin, vyote hivi ni milki ya Mola wa walimwengu ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. La sharika la, Mwenyezi Mungu ambaye hana mshirika. Wa bidhalika umirtu, kama hivyo ndivyo nilivyoamrishwa. Wa ana awwalul muslimin, basi mimi ndio wa kwanza kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii ndugu zangu inaonyesha sisi hatuna tunachokimiliki. Vyote tulivyo navyo ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uhai wetu, kifo chetu, ibada zetu mbalimbali tunazozifanya, zote ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hatuna ambacho tunaweza tukasema hichi ni cha kwangu au hichi ni cha kwetu. Ndugu zangu, kuwa mimi na wewe ni Waislamu ni fadhila kubwa ambayo tunatakiwa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila na neema hiyo. Lakini Uislamu ni masulia. Uislamu ni responsibility, ni masulia, sio nasaba au kabila au kajinasibisha tu kwamba mimi ni Muislamu wakati huna masulia yoyote unayoyafanya katika Uislamu. Uislamu ni masulia. Uislamu ni commitment, sio khiari. Kuwa kwako Muislamu maana yake tayari umeshajicommit kwamba wewe ni sehemu katika umma wa Kiislamu na una mchango utakaochangia kwa njia moja au nyingine katika umma wako wa Kiislamu. Hivyo basi kila mmoja miongoni mwetu ndugu zangu Waislamu ajiulize kwa dhati kabisa na areflect maisha yake yote hadi sasa katika umri uliokuwa nao. Halafu jiulize umeufanyia nini Uislamu mpaka sasa hivi. Hapa ndugu zangu watuzungumzie, mimi nimeswali, hiyo ni ibada ya kwako. Mimi nilifunga, hiyo ni ibada ya kwako.
mimi nimetoa zaka, hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu. Mimi nilienda hija mara ngapi, hiyo inakuhusu wewe. Lakini umefanyia nini umma wako? Umefanyia nini Uislamu nje ya ibada hizi ambazo uliamrishwa? Ndio tunatakiwa tu reflect, tuangalie, turudishe nyuma, alafu tujijibu kwa ukweli kabisa kwamba mimi mchango wangu katika Uislamu ni huu hapa. Ndugu zangu, chukua muda kidogo, halafu tafakari hali ya Uislamu mtaani kwako, pale unapoishi. Usiende mbali sana, pale mtaani kwako unapoishi, hali ya Uislamu ikoje? Hali ya Uislamu katika ule msikiti wa mtaani kwako pale unaingia kuswali swala 5 pale, hali yake ikoje ule msikiti? Jaribu kutafakari, halafu angalia mchango wako wewe katika ule msikiti. Ni kuimarisha ule msikiti au kuubomoa ule msikiti? Ni kuleta mtengamano katika msikiti au kuleta farka ndani ya msikiti? Au huingii kabisa katika msikiti wala hufahamu msikiti? Haya ni masala ya kujiuliza katika ngazi ndogo sana ya mtu binafsi, katika ngazi ya mtaani kwake. Angalia madrasa anayesoma mtoto wako katika mtaa wako ikoje? Ushawahi kuitembelea? Unajua madarasa jinsi yalivyo? Unamjua mwalimu wa madrasa wa mtoto wako? Unajua anaishi vipi, analipwa na nani? Haya ni masala ya kujiuliza kila Muislamu, ili aangalie mchango wake katika ngazi ya chini kabisa ya sehemu ambayo anaishi. Inawezekana hiyo madrasa hata wewe ulisomea katika hiyo madrasa ulivyokuwa mtoto, lakini sasa hivi umeshakuwa mtu mzima, huna habari nayo, watoto wako wanakwenda kusoma pale. Lakini umejiuliza ile madrasa ikoje? Angalia hali ya Uislamu katika mji wako, angalia hali ya Uislamu katika taifa lako, halafu jiulize tena, wewe kama Muislamu una mchango gani? Umeifanyia nini Uislamu wako? Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala hajatuumba kuja hapa duniani bure. Ametuumba kwa malengo, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kutufanya sisi Waislamu tumechukua dhamana ya hayo malengo tulioumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Haitoshi kuwa Muislamu kwa jina lako, haitoshi kuwa Muislamu kwa kutamka mimi ni Muislamu, haitoshi kuwa Muislamu kwa kuvaa kanzu na baragashia na madhari ya Kiislamu. Yote hii haitoshi, na sio lengo tulilotiwa na Allah subhanahu wa ta'ala tuje tuishi katika ulimwengu huu kimadhahir na kuzungumza tu mdomoni kwamba mimi ni Muislamu, mimi ni Muislamu. Lakini Uislamu upo katika kile ambacho unakifanyia katika Uislamu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuuliza, afahasibtum, hivi nyinyi mnadhania, annama khalaqnakum abatha, kwamba sisi tumewaumbeni bure, abatha yani bila lengo lolote, wa annakum ilaina la turja'un, na kwamba nyinyi siku moja kwetu sisi hamtarejeshwa? Hili ni swali Allah subhanahu wa ta'ala anatuuliza ndani ya Qur'an. Je, mnadhania tumewaumbeni bure mje tu duniani muishi mnavyotaka nyinyi? Je, mnadhania kwamba hakuna siku moja mtarejeshwa kwetu? Na mtakaporejeshwa kwetu, je, mnadhania hatutawauliza maswali katika maisha tuliyowapa na dhamana tuliyowapa? Kwa hiyo hatukuumbwa bure ndugu zangu Waislamu, hatukuletwa na kufanywa sisi Waislamu bure. Kuna lengo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analihitaji kwa kila mmoja miongoni mwetu, na ataulizwa yeye peke yake bila ya mkalimani na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hali ya umma wetu wa Kiislamu hairidhishi. Tupo wengi sana, lakini wengi wetu ni kama povu. Hatuna uzito na tunayumbishwa na mawimbi. Hii ni kwa sababu wengi wetu hatujishughulishi na Uislamu. Tumetosheka kuwa sisi ni Waislamu, tumeitwa Waislamu, labda tunaswali swala 5 na ibada nyingine, lakini hatujishughulishi na masala yanayohusiana na Uislamu. Uislamu na mambo ya Kiislamu wameachiwa watu wachache, mashehe wachache, hawa ndio watashughulikia masuala ya dini. Na wameachiwa watu wanaoitwa matajiri wachache, hawa ndio wanahusika na masala ya dini. Lakini 90% ya Waislamu ni watazamaji tu, wanaangalia, hawashiriki katika maendeleo ya dini tukufu ya Kiislamu. Wamewaachia watu wachache kwamba hawa ndio wana dhamana ya kuangalia Uislamu, kuusukuma Uislamu mbele, kutatua changamoto za umma. Hawa ndio wanahusika. Ukizungumza mashehe mpo bwana, mbona matajiri wapo bwana? Wewe uko wapi katika hii nafasi? Mchango wako ni upi katika kuhudumia dini yako ya Kiislamu?
Kwa changamoto hizi zinakuwa nyingi kwa sababu asilimia zaidi ya 90 wamekaa pembeni, hawajihusishi na masala ya umma. Ndugu zangu, kama masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wangekuwa na mtazamo huu tulionao sisi leo, wallahi Uislamu usingefika hapa kwetu hata siku moja. Ungebakia kule kule Jaziratul Arab. Kwa sababu wangekuwa na mtazamo wa kibinafsi, mtazamo huu ambao tunao hivi sasa, hakuna mtu anajitoa muhanga kuhusiana na dini yake tukufu ya Kiislamu, tusingeuona Uislamu huko kwetu. Lakini Uislamu umefika kwetu kwa juhudi za kila mmoja miongoni mwao kuhakikisha kwamba huu Uislamu unafika katika umma wote wa Kiislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoanza da'wa yake, masahaba wa mwanzo kusilimu walielewa kwamba kutamka shahada si maneno tu yanayozungumzwa na mdomo, ni commitment ambayo unaitoa mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba mimi kuwa kwangu Muislamu, maisha yangu nitafanyia kazi Uislamu wangu. Walielewa hicho kitu. Ndio maana Saidina Abu Bakar radhiallahu anhu, mtu wa kwanza kutamka shahada kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alifahamu ana jukumu, ana commitment baada ya kutamka ile shahada. Aliondoka baada ya kutamka shahada, siku ya pili alirudi akiwa na masahaba 5 ambao anakuja kuwatamkisha shahada mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba wakubwa kabisa. Abu Bakar hakuwa na ile elimu kubwa ya dini, ametamka shahada leo, kesho ameleta watu 5 wakubwa, vigogo katika vigogo wa Makuraish, wanakuja kutamka shahada kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu alijua masulia yake yeye ni kumsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufikisha da'wa. Siku ya pili anamleta Uthman ibn Affan, mmoja katika masahaba wakubwa kabisa, amesilimu kupitia kwa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Amemleta Zubair ibn al-Awwam, amemleta Talha ibn Ubaidullah, amemleta Abdurrahman ibn Auf, amemleta Sa'd ibn Abi Waqqas. Hawa ni katika masahaba wa mwanzo waliobashiriwa pepo. Wote wameletwa na mtu mmoja, Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baada ya kutamka shahada, akajua shahada haitoshi maneno matupu. Angeweza kurudi dukani kwake, akaendelea na biashara na akasema mimi Muislamu. Na kweli angekuwa ni Muislamu. Lakini alijua si nitaulizwa mimi shahada yangu tu, nitaulizwa baada ya kuwa Muislamu umefanya nini. Na ndio maana juhudi kama hizi na watu kuelewa Uislamu katika mtazamo huu, ndio maana Uislamu umetufikia hapa tulipo mimi na wewe. Ndugu zangu, mfano wa pili ni kijana wa kisahaba anaitwa Abu Mihjan al-Thaqafi. Kijana huyu ni kijana wa Kiislamu, ametamka shahada, lakini alikuwa na mtihani. Mtihani wake alikuwa ni mlevi, anakunywa pombe. Ni mitihani ya kibinadamu, anakunywa pombe. Mmoja katika vita baina ya Waislamu na mushrikin, Abu Mihjan al-Thaqafi ameenda katika vita, lakini wakati garide linakaguliwa ameonekana amekunywa pombe. Hata katika vita vya jihad, kiongozi wa jeshi Saad akaamrisha akamatwe, afunge kamba, afungwe pamoja na farasi kule sehemu ambapo wanakaa wanawake, asishiriki kwenye vita. Kweli huyu sahaba Abu Mihjan akafungwa. Vita vinaendelea, anaviangalia vile vita, Waislamu wanaelemewa na mushrikin. Akaanza kumlilia mke wa Saad ambaye ni kiongozi, kumwambia naomba nifungue. Ndugu zangu Waislamu wanauawa, jeshi la Kiislamu linashindwa, na mimi ni mzoefu katika masala ya vita na wewe unafahamu. Kweli nina udhaifu, nimelewa, lakini naomba nifungue, na hii itakuwa ni siri baina yangu mimi na wewe. Kabla vita vijamalizika nitarudi, nitajifunga mwenyewe pingu, nitakaa kama nilivyokuwa, lakini naomba nikashiriki katika kuusaidia umma wangu. Mke wa Saad akakubali, akamfungua, akampa na farasi wa Saad, akampa na upanga. Abu Mihjan akajifunga kilemba, akabakiza macho tu ili asijulikane. Akaingia katika uwanja wa mapambano, kwa sababu alikuwa ni mahiri katika vita. Akaweza kubadilisha mizani ya vita kwa kipindi kifupi kabisa.
mpaka Waislamu wakashinda. Kabla vita havijamalizika akarudi akamwambia yule mama mfunge, akajifunga tena kamba, akabaki kama alivyo. Saad anamaliza vita, anakuja kuongea na mke wake, anamwambia kumetokea kitu cha ajabu sana leo, tulikuwa tunaelemewa kweli, lakini Allahu aalam, sijui Mwenyezi Mungu ametuma malaika, sijui, lakini kuna mtu ameingia pale, amejifunga kilemba, amejifunika multham, haonekani sura yake, amepanda farasi anayefanana na farasi wangu, kama ingekuwa farasi wangu hajafungwa ningesema amemchukua yeye. Alichokifanya pale ni kitu cha ajabu. Yule Salma kaanza kucheka, akamwambia huyo unayemzungumzia ni ule mlevi wako yule pale, tumemfunga kamba. Subhanallah. Saad machozi yakawa anamtoka, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anamchapa viboko kila siku kwa ulevi. Akaenda akamwambia, ndugu yangu, wallahi kuanzia leo sitakuchapa fimbo tena kwa kazi ambayo umeifanya. Na yule kijana akasema, na mimi naapa kwa Mwenyezi Mungu, kuanzia leo pombe kwangu itakuwa ni haramu na sitaisogelea kabisa. Shahid katika kisa hichi ni kwamba huyu ni kijana wa Kiislamu, pamoja na madhaifu alionayo, lakini alijua kwamba ana mchango, anatakiwa kuchangia dini yake. Leo vijana wengi wa Kiislamu ukiwauliza katika masala ya dini yao, wanakuambia mimi bwana, mimi nitachafua dini yangu bwana, mimi bwana nilivyo. Hayo madhambi yako ulionayo Mwenyezi Mungu anayafahamu. Lakini pamoja na madhambi ulionayo, pamoja na udhaifu ulionao, pamoja na kasoro ulizonazo, umeuchangia nini au umechangia nini dini yako? Kwa hiyo kila Muislamu kwa nafasi alionayo ataulizwa kuhusiana na mchango wake, na ameusaidiaje na ameisaidiaje dini yake tukufu ya Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, kijana mmoja hapa Iringa miaka 15-16 iliyopita aliona nuru ya Uislamu, akasilimu, akafukuzwa na familia yake, akapata wahisani wakamsaidia, akasoma, akamaliza elevo, akaenda chuo kikuu akamaliza, akaajiriwa. Lakini wakati alikuwa amesilimu alisema, mimi katika mambo ambayo yananiumiza ni kwamba wazazi wangu mpaka sasa hivi hawajaiona haki. Anatoka katika maeneo ya Njombe ndani kabisa huko, na akasema kijiji changu chote hakuna Muislamu hata mmoja. Mimi maisha yangu, elimu yangu, kazi nitakazofanya, nitahakikisha kwamba naingiza Uislamu katika eneo langu. Hivi ninavyozungumza ndugu zangu, amejenga kwa juhudi zake mwenyewe, kwa pesa zake mwenyewe, markaz kubwa ya Kiislamu ndani kabisa ya vijiji vya Njombe. Anaifund mwenyewe, anaisimamia mwenyewe, na mwenyewe ametafuta na elimu ya dini, na Uislamu umepatikana katika eneo lile. Ni mtu ambaye hajazaliwa katika Uislamu, lakini baada ya kutamka shahada akasema, lazima nifanye hichi kitu. Mimi na wewe ambao Allah ametujalia tumezaliwa ndani ya Uislamu, tujiulize kuna kitu gani tulichokifanya au kitu gani tunakusudia kukifanya kwa ajili ya umma wetu wa Kiislamu. Familia yake yote alhamdulillah wamekuwa ni Waislamu na wametangulia mbele ya haki. Ndugu zake wote wamekuwa Waislamu na ndio wanaosimamia markazi hiyo. Hakuna kinachoshindikana kama nia na wivu wa kuhudumia dini yako upo. Allah subhanahu wa ta'ala atakupa taufik. Ndugu zangu, jiulize, mtaani kwako kuna madrasa ngapi, zina hali gani, na wewe umechangia nini katika hizo madrasa? Jiulize, je, mtoto wako anasoma somo la dini shuleni? Watu wetu wanakwenda mashuleni, umewahi kumuuliza? Na kama hasomi dini, umetaka kujua sababu ni nini? Wengi wetu hatufanyi hicho kitu. Leo ndugu zangu, mathalan chukulie mfano manispaa ya Iringa. Tuna shule 35 za sekondari. 35. Shule 66 za msingi ambazo ndio watu wetu wanakwenda kusoma kule. Lakini katika hizo 70% ya hizi shule hazina walimu wa dini. Yaani watoto hawasomi somo la dini mashuleni. Yaani watoto wetu, unadhani hilo ni jukumu la nani? Kuna mtu ambaye atakuja kukusaidia wewe wakati wewe umekaa kama mtazamaji tu, huji na initiative yoyote, huji na fikra yoyote ya kuonyesha kwamba tuna tatizo tunalitatua? Utawaachia tu viongozi wa dini, utawaachia tu baadhi ya matajiri wachache, utaachia baadhi ya taasisi. Wewe unahusika nini kama Muislamu, kama mtu binafsi
kutatua tatizo hili ambalo linakabiliana na watoto wetu. 70% hawana walimu wa dini, lakini upande wengine wa dini tofauti zaidi ya 95% wanasoma dini. Halafu unatarajia hawa watoto wanaosoma katika hizi shule waje waelewe Uislamu, wawe na maadili mazuri, waje wakufanyie wema wewe mzazi wao, wakati wewe kuchukua hata juhudi ya kuhakikisha kwamba wale watoto waliopo mashuleni kule wanasoma somo la dini, hata kutembelea, hata kujua tu kuulizia uulizii. Unatarajia hii changamoto nani atakayekuja kuiondoa? Allah atumie malaika wake waje wasaidie? Haiwezekani. Huu ni mtihani ambao tumepewa na ni lazima Muislamu ujihusishe na ujiulize. Ndugu zangu Waislamu, Jarir ibn Abdullah anasema katika hadithi aliyopokea, alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasana fa'amila biha, yote ile atakayeleta initiative, atakayeanzisha fikra mpya katika Uislamu akaitendea kazi, kana lahu ajruha wa mithlu ajri man amila biha, atakuwa na ujira mfano wa yule aliyoanzisha ile fikra na aliyotekeleza ile fikra. Kwa maana nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anahimiza kuja na initiatives na fikra za kukwamua kutoka katika matatizo. Na sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzungumza hadithi hii, Jarir anasema tulikuwa siku moja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam msikitini, time za mchana. Fajaahu qaumun hufatun ura, wakaja watu kutoka majangwani, hufa, hawana hata viatu, yani wanatembea miguu chini. Uratun, wako shibhu uchi, yani sehemu zao za siri zile zimehifadhiwa na vitambaa kutokana na umaskini, na ni Waislamu hawa. Anasema walivyokuja msikitini, ile hali jinsi ambao wamekuja nayo, uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam utamaara, ukabadilika kwa huzuni, ukawa mwekundu. Hakuweza kuendelea kukaa msikitini, akaingia katika chumba cha Bi Aisha radhiallahu anha, mpaka ilipofika wakati wa dhuhuri ndo akatoka. Akapanda kwenye mimbar, akawaambia Waislamu, inasemekana kwa sababu ya hali zao walizokuwa nazo, hata kuswali kwa kurukuu ilikuwa na rukuu kwenye pembeni mwa ukuta, mtu asikae uchi, yani hana nguo kabisa kwa umaskini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa khutba ya kuambia Waislamu, tumewaona ndugu zetu. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea kutoa khutba, kasimama mtu mmoja, baada tu kumaliza akatoka bila kumwambia mtu yote, akaenda nyumbani kwake, akakusanya tende alizokuwa nazo, mtu wa kawaida kabisa maskini, akabeba kwenye nguo yake mkononi. Mtume anamaliza hutuba yake na yule bwana amefika na tende zake na nguo zake, akaziweka pale kwamba mimi nimeleta hichi kitu. Masahaba wakubwa walivyoona vile, wote wakatoka, kila mtu akaenda kuleta ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia. Anasema mpokezi wa hadithi, baada ya muda niliona kuumaini min at-ta'am wa thiyab, yani milima miwili ya vyakula na mlima ya nguo ambazo zimeletwa na masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamgeukia, akawageukia Waislamu na akawaambia, man sanna fil islami sunnatan hasana, atakayeanzisha jambo katika Uislamu jema kama aloanzisha huyu ndugu yetu hapa. Yeye ndo kalianzisha, kaleta initiative, hakuna mtu kamwamrisha, lakini kaona ana wajibu wa kufanya, basi atakuwa na thawabu ya kile alichokifanya, na kila atakayetumia fikra ile atakuwa na malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mimi na wewe ndugu yangu Muislamu, tuna ubunifu gani katika kutatua matatizo haya ambayo yanajitokeza katika jamii yetu? Fikra zako ni zipi? Alhamdulillah, nimeona baadhi ya Waislamu wameanzisha magrupu ya WhatsApp maeneo tofauti tofauti. Wallahi wanasomesha watoto, wanawapeleka watoto vyuo kwa grupu la WhatsApp tu. Wamewekeana commitment kila mwisho wa mwezi labda mtu atoe kuanzia 10,000 na kuendelea. Ni fikra ndogo lakini zinaleta solutions ya matatizo ambayo jamii yetu inakabiliana nayo. Wewe leta fikra, fanya fikra, anzisha fikra. Usingojee watu fulani wafanye, anzisha wewe, isimamie kwa uadilifu ili uwe na hoja kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama Mwenyezi Mungu, mimi nilijitahidi nikaleta ideas hii katika umma wangu na zikafanywa kazi, zilifeli, zilifanikiwa. Hiyo sio kazi yako. Wewe leta fikra, jihusishe na masala ya umma, angalia changamoto za umma, utazitatua vipi. Lakini swala la kuwa ni tegemezi, unategemea kuna watu wengine watakaotatua, wewe utakuwa ni muangalizi tu, ni si ajabu kawa ni mlalamishi, kazi yako ni kulalamika tu. Kusema kweli, hili ni tatizo kubwa. Kwa hiyo ndugu zangu, umma wetu unakabiliwa na changamoto nyingi. Kila mmoja miongoni mwetu ni mas'ul
kuanzia wale waliojipa nafasi za uongozi, wana masuhulia makubwa zaidi ya kuangalia kwamba changamoto zilizopo katika umma zinatatulika, na kidogo kidogo maendeleo yanapatikana, kidogo kidogo nia za watu zinabadilika, kidogo kidogo Waislamu wanajihusisha katika masala ya kusukuma mbele gurudumu la dini yao tukufu ya Kiislamu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bidhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.